Chama cha ACT Wazalendo kimetoa taarifa juu ya kushikiliwa na kuzuiwa kwa kuingia nchini kwa Martha Karua, ambapo katika taarifa iliyotolewa na naibu katibu idara ya habari, uenezi na mahusiano na umma, Shangwe Ayo, imebainisha kwamba chama cha ACT Wazalendo tumesikitishwa na hatua za mamlaka za serikali ya Tanzania kumshikilia kwa muda, kumzuia kuingia nchini na hatimaye kumwamuru kurejea kwao kiongozi wa chama cha People's Liberation Party PLP Kenya, ndugu Martha Karua, kilichotokea mapema leo alipowasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, Dar es Salaam. Ndugu Martha, ambaye ni wakili chini ya chama cha wanasheria Kenya na Afrika Mashariki, akiwa na wenzake ndugu Gloria Kimani na Lynn Ngugi, waliwasili nchini wakiwa kama waangalizi wa kimataifa kufuatilia kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu. Kitendo cha serikali kuwazuia kuingia nchini kiongozi huyo na wenzake haikubaliki mbele ya macho ya wapenda demokrasia na haki za binadamu kote ulimwenguni. Ni kitendo kisichostahili kufumbiwa macho wala kuachwa kiendelee na kwa utamaduni wa taifa letu. Sheria za Tanzania pamoja na sheria za kimataifa ambazo Tanzania pia ni mwanachama zinaweka misingi ya uwazi. Katika taarifa hiyo pia imebainisha kwamba uhuru na haki katika uendeshaji wa masuala ya kimahakama, hasa katika kesi na mashauri yanayohusu maslahi makubwa kwa umma. Hatua hii iliyojitokeza inaivunjia heshima nchi yetu na kuipaka matope, kwani sasa Tanzania inaonekana kuwa miongoni mwa nchi zenye viashiria vya uimla na ukandamizaji wa haki za kiraia na haki za binadamu. Katika taarifa hiyo pia imeendelea kubainisha kwamba ACT Wazalendo, tukiwa chama cha siasa kilichojengwa na kuipambanua kulinda misingi ya demokrasia, uhuru, uwazi na haki za binadamu, tunalaani vikali kitendo kilichotokea. Tunazitaka mamlaka za Tanzania kutoa maelezo juu ya jambo hili, kuomba radhi kwa ndugu Martha Karua na kuhakikisha vitendo hivi havijirudii katika nchi yetu. Sisi na taifa kidemokrasia, juhudi zozote za kuitumbukiza Tanzania kwenye giza la udikteta zinapaswa kupigwa vita na kupingwa vikali na kila mwenye kulitakia mema taifa letu. Ni taarifa ambayo imetolewa na Shangwe Ayo, ambaye ni naibu katibu idara ya habari, uenezi na mahusiano na umma, ACT Wazalendo. Imetolewa leo Mei 18 mwaka 2025. Mimi natumika Ndaba na hizi ni ripoti zaidi.